Nakushukuru sana Mheshimiwa Boniface, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema pamoja na viongozi wa chama mlioko mahala hapa, ndugu waandishi wa habari za wakati huu. Mimi ninaitwa Gango Kidera. Kwa sasa hivi ninatoka kuwa mfuasi wa CCM na ninarejea nyumbani Chadema, ambako nilikuwa mwenyekiti wa Chadema jimbo la Segerea au wilaya ya Segerea. Nilikuwa mjumbe wa baraza kuu ya taifa ya chama, mjumbe wa Greater Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mianzini kata ya Kisukuru. Itakumbukwa kwamba Julai 30 mwaka jana nilitangaza kujiunga na Chama cha Mapinduzi na kuachana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sababu za kuondoka Chadema zilikuwa ni, kwanza kulikuwa na matatizo madogo ya kiuongozi, kwa maana ya mgogoro baina yangu mimi na baadhi ya viongozi katika ngazi yangu. Baadaye CCM walitumia nafasi hiyo kunishawishi mimi pamoja na wenzangu wengi kwamba nihamie CCM, kwamba CCM kuna mazingira mazuri ya kufanya siasa. Lakini zaidi nilishawishiwa na aliyekuwa rafiki yangu mkubwa, wanamuita Waithara, ambaye sasa hivi ni naibu waziri wa TAMISEMI, kwamba kule ndio sehemu sahihi ya kufanyia siasa. Na kukawa na ushawishi mwingi kutoka pia ofisi ya katibu mkuu wa CCM, viongozi wa mkoa pamoja na wilaya, na mimi nikaona kwamba huku sasa ndio kwenyewe. Kwa baada ya pale nikashawishika na kutangaza tarehe 30 Julai mwaka jana kuhamia Chama cha Mapinduzi. Ukweli ni kwamba baada ya kuhamia kule Chama cha Mapinduzi, mazingira yale niliyoelezwa, ahadi zile tulizoelezwa, zile ahadi tulizotolewa kwamba utakapokuja huku kutakuwa na hiki, kutakuwa na hiki, kutakuwa na kile, kwamba huku Chadema kuna migogoro, kule ndio kuna mazingira mazuri ya kufanyia siasa, sikuyaona takriban mwaka sasa. Ndipo nilipoanza kuwasiliana na waliokuwa viongozi wenzangu na viongozi wangu wa Chadema kwamba bwana, sasa huku nimechoka, nataka nirejee nyumbani. Na viongozi wa Chadema, kama mnavyojua, chama hiki kina upendo mwingi sana, walichukulia tu kwamba walichukulia kama kisa cha mwana mpotevu yule ambaye amedhitiwa kwenye Biblia, na wakaniambia karibu nyumbani. Kwa hiyo tukawa tumeandaa siku ambayo nitarejea, ambayo ni leo. Sasa kuna mambo mengi mbali na zile ahadi tulizokubaliana au mazingira ambayo tulielezwa kwamba ni rafiki kwa kufanya siasa kule CCM sikuyaona, lakini kuna mambo kadhaa ambayo nataka niwaeleze yanayonivutia zaidi kurudi nyumbani. Moja ni ushirikiano mbovu uliopo kati ya watu wanaohamia CCM kutoka vyama vya upinzani, especially Chadema, na viongozi wa CCM wa ngazi ya matawi, kata, wilaya pamoja na mkoa na ngazi nyinginezo, pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa ngazi hizo nilizozitaja wanaamini kwamba watu wanaotoka upinzani ni bora, na wanapofika kule wanapewa nafasi za kuwa aidha mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na nafasi nyinginezo ambazo nafasi zile zingeweza kuchukuliwa na vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa katika mazingira hayo, unapofika kule unakuwa umetengeneza uadui kati yako wewe na wale ambao umewakuta kule, kwa maana kwamba wanaamini umeenda kuchukua nafasi zao. Kwa kuishi mazingira ya kuogopana na kuhisi umekwenda kuchukua nafasi za mtu ni moja ya sababu zinazonifanya nirejee huku Chadema, ambapo profesa, dokta, darasa la 7 na 8 ni watu wa kawaida na wanaishi maisha sawa na yanayofanana kisiasa. Uwezo wa mtu Chadema ndio inayompa fursa ya kuwa kiongozi, fursa ya kufanya siasa. Kwa hiyo hiyo ni jambo mojawapo lililonifanya niweze kuondoka. Lakini jambo lingine katika kipengele hicho, vijana wengi waliohamia CCM wakitokea vyama vya upinzani hasa Chadema
wanaishi maisha magumu sana ndani ya CCM. Hata hao ambao mnaona wamepata sijui naibu waziri, sijui amekuwa meya, sijui na nini, bado wale watu wa CCM hawaoni kama wale ni wenzao. Kwa mfano, nilikuwa kwenye uchaguzi Ukonga, wakati uchaguzi wa marudio. Viongozi wa CCM, mimi niko pale, viongozi wa CCM wa wilaya na mkoa wanasema Magufuli anaharibu hiki chama. Yaani anachukua wilaya ya Dodoma mjini anawapa upinzani. Yaani yule Patrobas pale Dodoma mjini, wale hawamuoni kama mtu wa CCM wenzao. Wale wanamuona kama ni Magufuli amechukua wilaya ya Dodoma mjini amewapa upinzani. Lakini hata hivi majuzi nimeongea na wabunge wa CCM, wengine marafiki zangu muda mrefu, wanasema kwamba TAMISEMI ni wizara nyeti sana, haikupaswa kupelekwa upinzani. Yaani sio kama mnanielewa ninachosema. Kwa hiyo hayo ndio mazingira halisi ya kule. Jambo lingine ni kwamba mimi kama mtu ambaye nililelewa kwenye Chadema, nimeishi maisha ya upendo na urafiki mkubwa na wanachadema pamoja na viongozi, pamoja na changamoto zilizojitokeza. Nilimtembelea Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wa Chadema Taifa, pamoja na Mheshimiwa Matiko gerezani Ukonga. Na ninajua kwamba watu wa CCM hawawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo tangia hapo nilivyoenda kule, ina maana sikuwa mtu wa CCM. Maneno aliyoniambia Mheshimiwa mwenyekiti Mbowe, maneno ya upendo, ya faraja na muongozo mzima wa namna ya kwenda mbele kisiasa. Kama mwanasiasa kijana, ningekuwa mtu mjinga sana kutomsikiliza mwenyekiti wa taifa wa Chadema na kuendelea kumng'ang'ania kule kwa Magamba. Kwa nimeamua yale niliyoyasema, ukijumlisha na hili ambalo Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe alinieleza na kunipa ushauri kama kaka yangu, kama kiongozi ambaye nimefanya kazi chini yake muda mrefu, sikuona sababu ya kuendelea kukaa sehemu kama CCM. Jambo lingine, CCM hawapokei ushauri. Mimi nilihamia CCM na nilishawishiwa kwa sababu nilikuwa mtaalamu. Ukiwa mjinga mjimba, hakuna mtu anayeweza kukushawishi uende CCM. Kwa nilipokwenda CCM, hapo katikati niliitwa kwenye ofisi ya katibu mkuu, na hili jambo kubwa sana lililonifanya niondoke. Nilipo kwenye ofisi ya katibu mkuu wa CCM Dr. Bashir wewe, wakaniomba kwamba niende pale, kuna mambo ofisi ya katibu mkuu inataka kuzungumza na mimi. Kwa nilipofika pale, wakaniambia kwamba wanaomba maoni yangu mimi kama mtu ambaye nimeshiriki chaguzi nyingi za serikali ya mtaa, ikiwa ni pamoja na kushinda uchaguzi wa serikali ya mtaa mimi mwenyewe, lakini nikiwa tulikutana na CCM katika mazingira mengi ya uchaguzi, kwa wanajua namna ambavyo mimi nimekuwa nikipewa nafasi hata ya kuongoza chaguzi kule Kijiji. Chadema ilinipa nafasi ya kuwa mkuu wa uchaguzi Kijiji. Kwa hiyo CCM wanajua namna tulivyoenyeshana kule. Kwa wakaniomba ushauri wa namna ya kushinda uchaguzi katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Nitoe uzoefu wangu. Na nilitoa uzoefu wangu bila kuvunja. Niliwaambia CCM na watu wa ofisi ya katibu mkuu kwamba CCM haihitaji kujenga matawi, misingi wala kata. CCM inavyo hivyo vitu vyote. Ili tushinde uchaguzi wa serikali za mitaa, CCM inapaswa kuboresha maslahi ya watumishi wa umma ambao ni zaidi ya 300,000 nchini. Kutokana na upungufu wa ajira nchini, mtumishi mmoja wa umma, na nyinyi mnajua waandishi wa habari, anategemewa mtu mmoja na zaidi ya watu 10 na hata zaidi. Kwa hiyo ukiboresha maslahi ya hawa watumishi wa umma, wakaongezwa mishahara, malimbikizo yao yakalipwa, mazingira ya kazi yakaboreshwa, wakafanya kazi kwa kupenda kazi yao, wataifurahia serikali. Hata wakirudi nyumbani watazungumza mazuri kuhusiana na serikali, automatically CCM itachaguliwa. Tarehe 1 mwezi wa 5, Magufuli aligoma tena kuwaongezea watumishi wa umma mishahara na kuboresha maslahi yao. Hili jambo lilinikwaza kwamba hawa watu waliniita kunienjoy,
kwamba niende pale Lumumba nikatoe ushauri wangu wa namna ya kushinda uchaguzi, halafu ushauri ule hauchukuliwi. Hivyo kwa maelezo hayo na maoni yangu mimi kwa uzoefu wangu wa uchaguzi katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine, kitendo cha kuwanyima watumishi wa umma ongezeko au nyongeza ya mshahara kwa takriban miaka 4, hakuna mtu anaenda kuchagua CCM kwenye chaguzi ya serikali za mitaa na uchaguzi wa mwaka 2020 uchaguzi mkuu. Hivi na mimi niwe mjinga ning'ang'anie kwenye chama ambacho hakiendi kuchaguliwa? Kwa ninakuja kwenye chama ambacho kimezindua kitabu cha sera mbadala kinachozungumzia namna ya kuboresha maslahi ya watumishi wa umma. Kwa hiyo ni sababu nyingine. Lakini katika kikao hicho cha kutoa ushauri wa namna CCM inapoweza kushinda uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 pamoja na 2020 uchaguzi mkuu, niliwaeleza kwamba Mwalimu Nyerere alisema kwamba chama legelege inazaa serikali legelege. Sisi CCM tunaonekana ni chama legelege kwa sababu kama chama hakiwezi kulinda raia wake, chama ambacho kina dola, yani serikali mpaka leo haijui watu ambao wanaitwa watu wasiojulikana. Zoezi la tekana linaendelea na serikali haiwezi kujua. Hii serikali ni wa Tanzania kwa sababu imeshindwa kujua sehemu ndogo tu ya watu wanaoteka watu, wanaopiga watu risasi mchana kweupe, wanaonyofua watu kucha, wanaotupa watu maporini. Kwa kama haya mambo huwezi kuyakomesha, na niliwaeleza kwamba haya mambo yanachukiwa sana na Watanzania kule mtaani, usipoondoa mambo haya hatutachaguliwa. Haya mambo yameendelea. Umeona ndugu yangu Mdude Nyangali wamemteka. Kwa kama haya mambo yanaendelea, ina maana hakuna anayeenda kuichagua CCM katika uchaguzi wa 2019 na uchaguzi wa 2020. Kwa hiyo ushauri wangu umepuuzwa, watu wameendelea kutekwa. Naona sasa ninakaa hapa natoa ushauri, napoteza muda wangu bure. Bora niende kule ambako tayari kuna mwelekeo wa nini cha kufanya. Lakini katika kipengele hicho mtakumbuka kauli ya Job Justo Ndugai, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano. Bwana Ndugai alishauri serikali yake ya CCM kwamba kitendo cha kuanza na SGR na Standard Gauge Railway na kuacha mradi wa EPZ Bagamoyo ni sawa na kitendo cha kuchukua mzigo ukaweka mbele ya punda. Lakini jambo hili nitafakarisha sana, na mimi nikagundua na nikakumbuka kwamba jambo hili Chadema imepigia kelele muda mrefu sana tangu matokeo ya uchaguzi mkuu yalipotangazwa mwaka 2015. Tume ya uchaguzi, baada ya kwenda kule ndio nimegundua kwamba tume ya uchaguzi iliamua kuchukua mzigo na kuweka mbele ya punda. Yaani sio kama naeleweka. Yaani ama tatizo yote haya tunayoyaona, huu ni mzigo mzito ambao umewekwa mbele ya punda na punda hawezi kutembea. 2020 lazima Watanzania waamue sasa kuondoa mzigo mbele ya punda, kuweka nyuma ya punda, ili punda aweze kukokota huu mzigo ambao tuliwekewa na kina Jaji Rubuva. Nadhani jambo hili limeeleweka na iko clear kwamba miezi michache baada ya mimi kuondoka, Chadema ilizindua kitabu cha sera mbadala. Kitabu kile kimelenga kuondoa mzigo mbele ya punda na kuiweka nyuma ya punda ili iweze kukokotwa. Jambo lingine, nimeamua kurudi nyumbani kwetu. Nimefanya siasa ndani ya Chadema kwa muda zaidi ya miaka 10 na kitu. Nimefanya siasa za upinzani tangu siasa za upinzani zinaanza nchini, na sikuwahi kwenda CCM. Ndiyo maana hata nilipoenda CCM niliambiwa nimepokelewa nikachukue kadi kwenye tawi langu Kisukuru. Sikuwahi kufika kwenye hiyo kadi, hivyo sikuwahi kuchukua hiyo kadi. Kwa hiyo mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, kama ulitegemea kwamba hapa nitakupa kadi, mimi sikuwahi kuchukua kadi ya CCM zaidi ya hii ngoni hiyo bana iko kofia.
Ndio mambo ambayo nitakukabidhi hapa, nitayaacha hapa hata kama nitarudi nyumbani kifua wazi. Lakini leo ndio mwisho. Bwana, nimeshindwa hata kuvaa hili likofia lao. Jambo la mwisho lakini kwa umuhimu mkubwa. Mwisho, mjumbe wa kamati kuu, baada ya mimi kuonekana kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba nimevaa nguo za CCM na nimetangaza kwamba nimeenda CCM, niliona upendo mkubwa sana kutoka Chadema. Niliona kulikuwa na hisia kali za watu waliokuwa wananionea huruma namna ninavyoangamia. Kwa namna yoyote ile, mtu mwenye akili timamu huwezi kupuuza hisia za watu namna ile. Kila wakati ninapokutana na watu wa Chadema, wananiambia rudi nyumbani. Kwanza wananiona huyu mtu anazidi kukonda, huyu mtu anazidi kuchoka, na zaidi anazidi kupotea. Sasa wale wenzangu, kwa sababu wana nia njema, wamekuwa wakiniomba rudi nyumbani. Siwezi kwa namna yoyote ile kupuuza hisia za watu, vijana, wasomi, watu wa rika mbalimbali. Wanakuona unapotea, wanakushauri urudi nyumbani, alafu wewe bado unang'ang'ania motoni. Na niwaambie, moja kati ya watu wavumilivu ni pamoja na mimi. Kuendelea kuvaa hii nguo tu hapa kwa muda huu ni uvumilivu mkubwa sana ambao nimeonyesha mbele yenu. Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu na meya wa Ubungo, jambo lingine, hawa watu ambao waliumizwa sana na kuondoka kwangu kwenda CCM, kwa kweli nichukue fursa hii, na ndugu zangu wanahabari, muwafikishie taarifa kwamba ninawaomba radhi sana kwa kitendo cha mimi kuondoka upande huu na kwenda kwenye upande wa maangamizi. Niwaombe sana viongozi wa Chadema wa ngazi zote, wanachama, wafuasi, wapenzi na washabiki na wananchi wengine, pamoja na wana CCM wanaochukia watu kutoka huku kwenda kule. Wapo wengi sana. Mimi nimekutana na wana CCM, sasa nyinyi ndio tunawategemea huku na kuja kufanya nini? Wengi mno. Niwaombe na wenyewe radhi sana. Sana sana sana. Na niwaambie, sitarudia kosa kama hili. Wanisamehe, wanipokee, mimi ni kijana wao. Ni kosa la kwanza. Wanasema kosa la kwanza liache. Inategemea lakini na kosa lenyewe. Kwa hiyo mimi nimerejea hapa leo, viongozi wangu mpaka wamefika hapa kunipokea na kupokelewa na mjumbe wa kamati kuu. Ina maana wameshanisamehe. Kwa mheshimiwa, naomba msamaha sana. Unajua mambo bana. Unaweza kaambiwa bwana kule ndio kuzuri, simuona yule mjinga tukachukua mkuu wa wilaya. Wewe sasa si utakuwa mkuu wa mkoa au majaliwa na tenguliwa na tukao waziri mkuu. Wewe ukiangalia unasema kweli uko mkoa. Ngoja nikachukue. Hakuna mambo kama hayo kule. Kule ni tabu tupu. Na kule mheshimiwa, naomba umfikishie mwenyekiti taarifa. Kila wakati nilipokuwa na watu wa CCM, na hii nataka tu niseme hadharani hapa, mawazo yao ni namna gani Mbowe anaweza akakoma kuwa mwenyekiti wa chama hiki. Ni sawa, yani kama kwenye mpira ni kwamba shabiki wa timu pinzani au mchezaji wa timu pinzani anavyowaza hivi Messi atastaafu lini. Yaani si kama naeleweka anachosema. Kumfikishie taarifa mwenyekiti kwamba wananchi wanamuelewa mno. Kumbe ukiwa humu ndani huwezi kuelewa ni mwenyekiti wanaeleweka vipi kule mtaani. Na tutumie nafasi hii. Mimi bahati nzuri sasa ni mwanachama mpya. Sina interest kwamba mimi ni kiongozi sasa navutia huku. Mwenyekiti huyu inabidi alindwe kwa hali na mali. Ikibidi aendelee kukaa kwenye hichi kiti ili CCM aendelee kupata kero zaidi. Kwa hiyo mimi mpaka hapo nimemaliza. Ninawashukuru sana. Kama kutakuwa na maswali mheshimiwa. Jamii inahitaji kupata taarifa. Icon TV inamulika taarifa mbalimbali ili kukufikia wewe mtazamaji. Tunaomba ndugu jamaa na marafiki na wadau wote ili kuchangia Icon TV kupitia namba ya simu 0652474774 ili kuwezesha maendeleo ya TV yako. Icon TV.